Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usiku mwanafsi bitaqwallah. Kwa kuiona siku ya leo nasema ni asante mbele ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kwa mapenzi yake kunifikisha hapa nilipo. Naihusia nafsi yangu bila kusahau kuzihusia nafsi zenu, kumtakia amani na rehema mwalimu wetu, mtume wetu, shujaa wetu, ambaye sahaba wetu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakumbusheni katika kutoa, ikuwe ni zakatul fitr, ikuwe ni sadaka, ikuwe ni kuchinja mbele ya haki, nafaa umchinjie Mungu, bali si mtu yoyote ule atakayemtanguliza katika kutoa. Leo hii nitasikitika sana kuja kupata kuna mtu kati yetu atakosa kuchinja sababu ya kumchinjia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Wakati huo kwa mwaka mmoja ametoa karibu 10 kuwachinjia marani mgeni. Mtoto wangu kaja kutoka Nairobi, basi kamchinjie jogoo. Tuseme nimeitishwa jogoo kupeleka sijui kufanya nini, kafara, ambayo ni shirki mbele ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tusamee kwa hayo. Kuna wengine wetu watachinja mpaka mbuzi. Kama sichafikia hapo kwa mbuzi, basi hizo ni kuku ngapi umetoa kwa mwaka? Hizo kuku zote ukiweka pamoja zitanunua mbuzi, zitanunua kondoo. Na ni ya mara moja tu. Si vile utakuwa unachinja mfululizo vile ulikuwa wachinjia wengine wao wenye wewe mwenyewe wanajua kwa mapenzi yako na wao. Tusikuwe wagumu katika kumtolea Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna mbuzi ulimtolea, unatekeleza ahadi za mganga, ambayo ni makosa kwa kumshirikisha Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tusikuwe wagumu kwa kumtolea Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujitahidi, tujinyime vyovyote vile, bali tumfanyie yaliyo mema